Binti huku nyuma kabakia nyumbani peke yake, akasema ngoja nisafishe chumba chetu. Akatoa nguo zote za mume kabatini. Wakati anazipanga, anakutana na vidonge vya ARV. Mama zangu, ndoa nyingi zimeingia kwenye migogoro kwa sababu watu tu walioana ni makabila mawili tofauti, na wanatofautiana mila na nini na desturi. Kinachofaa kwenye kabila hiki kwenye kabila hili hakifai. Watu wanagombana kwa sababu tu ya mila na nini na desturi zao. Kwa hiyo unapoamua kuolewa na mtu wa kabila fulani, basi jua mila na desturi zao na ujipime, unaweza kudili na mila na desturi hizo. Kuna makabila yapo Tanzania hii, lakini nature yao hawajui mapenzi. They are not romantic in nature. Alafu na wewe mtoto wa Kitanga unaingia kwenye kabila kama hilo. Wewe umezoea kupembejewa, mwenzio hajui kupembejea. Umezoea ukaoge na mume anakwambia unanichungulia. Umezoea kumvisha, anakwambia mimi sio mtoto mdogo. Umezoea kumkumbatia, anakwambia acha ujinga wako. Umezoea kubusu, anakwambia wewe acha upuuzi. Unayaona maisha yamekuwa nini? Magumu. Kumbe tofauti kubwa iliyoko hapo ni mila na nini na desturi. Mila za Kitanga nyingine, za Kizanzibari nyingine. Unakwenda kumtafuta mwanamume wa bara huko, unataka ukamsinge, we binti wa Kipemba, anakubali wapi? Anakuwa unataka kumroga na vitu yako, hayo na makarafu yako, kwa sababu hayo si katika mila na nini na desturi yao. Nimeshawahi kusuluhisha ugomvi uliosababishwa na Asumini, Vilua, Milangilangi. Ugomvi usababishwa na nini? Asumini, Vilua na nini na Milangilangi. Mwanamke wa Kipemba kaolewa na mwanaume wa Kibara, kaenda kumwaga maasumini kitandani, mume anasema amerogwa. Mimi nikamuuliza swali, uliona wapi uchawi unanukia? Kwa nini lakini mleta ugomvi? Hajui hayo mambo, si katika mila na nini na desturi zao. Kwa hiyo kuangalia desturi za watu kabla ya kuamua kuolewa na mtu ni kitu muhimu. Lakini migogoro mingi kwenye ndoa inatokea kwa sababu ya umri. Mnaozesha watoto wote Serengeti Boys na Serengeti Girls. Huyu ana miaka 19, huyu ana miaka 20. Wote akili ziko moto. Hakuna wa kumtuliza mwenzie. Basi ugomvi hauishi. Lakini kwa sababu tu mmeozesha watoto ambao umri unalingana, hakuna wa kumuongoza mwenzake. Au watu mnakuja kuoana, mama mtu mzima ana miaka 45 50, anakwenda kuolewa na kijana wa miaka 23. Kijana damu inachemka, akili iko juu, wewe ushakuwa mtu mzima. Basi anakupelekesha huyo ajabu ya Rahmani. Au mwanamume mtu mzima anakwenda kuoa mtoto mdogo sana. Kigezo kwamba Mtume alimoa Aisha akiwa ni mtoto mdogo. Lakini je, wewe ni Muhammad? Unaweza kuyavumilia mapungufu ya huyo mtoto mdogo? Huyo mtoto mdogo anataka kucheza vifuu, utamwacha acheze vifuu kama Mtume alivyokuwa akimwacha Aisha acheze na wanasesere wake? Au utamwambia wewe umeshakuwa mke wa mtu, wewe hebu acha ujinga? Kawa mke wa mtu ndiyo, lakini bado ni nani? Ni mtoto. Michezo yake bado hajaimaliza. Kwa hiyo umpe muda wa michezo yake na muda wa kukuhudumia wewe. Kinyume chake ndoa inaingia kwenye nini? Kwenye migogoro. Kwa tunapaswa kuzingatia haya mambo yote katika kuziendea ndoa zetu. Unaozesha katika ukoo gani? Ukoo wa watu wa aina gani? Kuna ukoo ugomvi ukipelekwa huko ndoa imevunjika. Uongo? Wao wenyewe baba alishaachana na mama, mama naye alishaachana na baba,
akaolewa tena akaachika, akaolewa tena akaachika, ana ndoa 8. Mashangazi ndio hivyo hivyo, wajomba ndio hivyo hivyo. Yaani ndoa haithamini nini? Haithamini ndoa. Alafu unamuuliza binti yako hapo hapo au kijana wako wa kiume hapo hapo, mgogoro mdogo tu, ukipelekwa nyumbani anaambia wewe wanawake wamejaa tele, chana naye kaoe mwingine. Au wakike anaambiwa chumba chako bado kipo, wala usiwe na wasiwasi, rudi mama hapo uje ukae, tutokea mume mwingine, kwanza mwanangu wewe mzuri. Hivi je, kweli wazuri ndio wanaoolewa? Hakuna wanawake wazuri wanaziwekea kwa baba na mama. Na uzuri sio unaomweka mtu katika nini? Katika ndoa, bali tabia zake njema ndizo zinazomweka mtu katika ndoa. Kwa ndugu zangu, hichi kipengele cha kuchagua ni kipengele muhimu sana, sababu ukikosea kwenye kipengele hiki umeikosea na ndoa yenyewe. Ama katika kuchagua huko ni muhimu mno kumtaka msaada Mwenyezi Mungu. Pamoja na kutumia akili yako, usiache kufanya istihara. Mtake Mwenyezi Mungu ushauri, mtake Mwenyezi Mungu msaada. Yeye anayajua yaliyojificha ambayo sisi kwa jicho la kibinadamu hatuyajui na hatuyaoni. Nakumbuka binti mmoja niletewagwa nyumbani kwangu nimpe darasa la ndoa. Nikamuuliza, hivi katika kuchagua huyu mume ulifanya istihara? Akaniambia istihara ndio nini? Hata istihara yenyewe afanye nini? Haijui. Nikamwelekeza. Nilipomwelekeza akasema japokuwa ndio nishachagua, lakini madhali ndoa bado, mimi na swali. Isije ikawa sijachagua chaguo lilokuwa nini? Sahihi. Binti yule aliswali istihara kwa moyo ulio safi na akalikabidhi jambo lake kwa Mwenyezi Mungu, na ilikuwa imebakia siku 3 tu ndoa ifungwe. Ndoa ikafungwa, lakini ile mume tu anaingia pale ndani, yule binti kwa sababu alikuwa bado ni mdogo, bado ni mwanamwari, akapata mshtuko, akapata period. Kumbe ile period ilikuwa ndo majibu ya istihara yake. Ile period ilikuwa ndiyo majibu ya istihara yake, ndiyo Allah alikuwa anapitisha nusra kwenye jambo hilo. Binti yule kaenda kwa mume akiwa katika hali ile, kwa kukutana na mumewe. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, mume akaanza kwenda kazini. Binti huku nyuma kabakia nyumbani peke yake, akasema ngoja nisafishe chumba chetu. Akatoa nguo zote za mume kabatini. Wakati anazipanga, anakutana na vidonge vya ARV. Kumbe mume ni muathirika. Walivyokwenda kupima, alikula dili na daktari, akaonekana kuwa ni mzima, kumbe ni muathirika. Na ikawa ndio nusra kwa yule binti. Ile ndoa ikavunjwa siku hiyo hiyo, ikawa ndio nusura yake. Mwenyezi Mungu akamletea mume mwingine mwenye kheri na yeye. Lakini mama zangu, wako watu kwa kutokumtaka Mwenyezi Mungu ushauri wameangukia kuolewa na mume jambazi. Kwa kutomshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye ushauri, wako watoto wetu wa kiume wameoa wanawake washirikina, wameoa wanawake malaya, wameoa wanawake wenye tabia mbaya za kila aina. Lakini kwa nini? Kwa sababu tumeziamini akili zetu, hatukumtaka msaada Mola wetu anayejua ya siri na ya dhahiri. Kwa mama zangu, tuwasisitize mabinti zetu na sisi wenyewe kumtaka Mwenyezi Mungu msaada kwenye machaguo yanayokuja katika ndoa, kwa sababu jamani, ndoa sio jambo dogo. Ukikosea kuchagua mume, ukikosea kuchagua mke, unaweza ukawa unalala kitanda kimoja na adui bila wewe mwenyewe kujua kama unalala na nani? Na adui. Kwa mama zangu, kipengele hichi ni kipengele muhimu tunachotakiwa tushikamane nacho. Ama baada ya kuwa tumeshachagua
kitu kinachofuatia ni kutolewa mahari. Mahari ni jambo la kisheria ambalo mwanamume anatakiwa ayatoe kwa mke anayekusudia kumuoa kama zawadi aliyoiamrisha Allah subhana wa ta'ala. Imeshatolewa mahari. Kitu kingine cha msingi sana kwenye ndoa ni kufungwa kwa ndoa. Ili ndoa iwe imefungika Kiislamu, ili ndoa iwe imekubalika mbele ya Mwenyezi Mungu, ili ndoa iwe imeswihi, ni lazima iwe imetimiza masharti na nguzo. Mama zangu, watu wengi wapo kwenye ndoa lakini hizo ndoa hazijaswihi. Mbele ya Mwenyezi Mungu haihesabiwi kama ni ndoa, lakini mbele ya macho ya binadamu inahesabika kwamba ni nini? Ni ndoa. Lakini kwa nini? Masharti na nguzo hayajatimia. Sharti la kwanza kabisa la kusihi kwa ndoa ni kuainishwa kwa kila mmoja kati ya wawili wanaoana. Wakati ndoa inafungwa, lazima waainishwe anayeoa ni nani na anayeolewa ni nani. Lakini jambo la pili, ipatikane ridhaa ya kila mmoja kati ya wawili wanaoana. Ipatikane ridhaa ya mume na ridhaa ya mke, yaani mume na mke wote wawili, kila mmoja awe anaingia kwenye ndoa kwa radhi ya nafsi yake. Lakini la tatu, apatikane walii au idhini yake. Hapa ndo panapofanya ndoa nyingi zinakuwaga na mtihani kwenye swala la nini? La uwalii. Mama zangu, walii si mtu yoyote. Walii ni watu maalum ambao Allah amewachagua kama wasimamizi wa ndoa, na watu hao wote wako upande mmoja, upande wa ubabani kwa binti. Hakuna walii upande wa umamani. Jamani, wajomba sio mawalii. Wanawake wengi waliozaa watoto nje ya ndoa, huwa watoto hao wanafungishwa ndoa na nani? Na wajomba zao. Jamani, mjomba hawi walii. Wanawake wengi walioachika kwa ugomvi, kisha hawana tena mahusiano na wale waume waliowaacha, huwa wajomba ndo wanawaozesha mabinti zao. Jamani, mjomba sio walii. Hakuna walii upande wa mama. Mawalii wote wako upande wa baba, na wametajwa ni watu 10, na wakikosekana hao 10, uwalii unahama kwenye familia unakwenda kwenye mamlaka ya kidini. Walii anakuwa ni kadhi, na hao watu 10 wanatakiwa wafatane kama walivyotajwa kwenye sheria. Ina maana wa kwanza akiwepo, wa pili hauzeshi mpaka huyu wa kwanza awe ametoa idhini, na wa kwanza ni baba mzazi wa binti. Huyo akiwepo, mwingine yoyote haruhusiwi kuozesha. Baba akiwa hayupo, maybe ameshafariki, uwalii unahamia kwa babu mzaa baba. Kwa babu anaozesha nani? Mjukuu wake, kwa sababu mwanae amefanya nini? Amefariki. Au mwanae kabadilisha labda dini, sio Muislamu tena, kapoteza sifa ya nini? Ya uwalii. Babu akiwa hayupo, anayeozesha ni kaka wa baba mmoja na mama mmoja. Kaka huyu akiwa hayupo, anaozesha kaka wa baba mmoja.
Akikosekana kaka wa baba mmoja, anaozesha mtoto wa kaka, mpwao. Yule anayekuita wewe nani? Shangazi, ndio anayekuozesha. Anaanza mpwa wa baba mmoja mama mmoja, akikosekana huyo anaozesha mpwa wa baba mmoja, ambaye huyo anakuwa wangapi? Wa 6. Wa 7 ami, baba mdogo au baba mkubwa. Na wa 7 ni ami baba mmoja mama mmoja, na wa 8 ni ami wa baba mmoja. Akikosekana huyo anaingia wa 9 na wa 10, mtoto wa ami, kaka yako wa baba mkubwa au kaka yako wa baba mdogo, na anatangulia kaka yako baba mkubwa baba mmoja mama mmoja na baba yako, kisha anafuata kaka yako wa baba mmoja. Hao 10 wakikosekana, uwali unahama, unakwenda kwa kadhi, ndio wa 11. Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa, yeye hana walii ndani ya familia, walii wake ni kadhi peke yake. Na hapa ndipo watu wengi tulipobananga kwenye nini? Kwenye ndoa zetu. Mtoto inatangulia mimba. Ukiwa mjamzito mnaoana haraka haraka. Mtoto anazaliwa mkiwa mko ndani ya ndoa, lakini mimba yake imepatikana mkiwa nje ya ndoa. Alafu huyu baba huyu anakuja kumuozesha. Hakuna ndoa hapo, kwa sababu huyu baba kisheria hafai kuwa walii. Walipaswa wawe wa kweli, wamtafute kadhi aje aifungishe hiyo ndoa. Watu wanakataa aibu za duniani, wanasahau fedheha kubwa ya kesho akhera. Sharti la 4 ni mashahidi wawili. Haiswihi ndoa isipokuwa kwa kushuhudiwa na mashahidi wawili Waislamu na waadilifu. Kwa lazima ndoa ishuhudiwe na mashahidi wawili Waislamu na waadilifu. Lakini sharti la 5, waoanaji wawili waipokane na vizuizi vya kuoana. Yaani kusiwe na kitu chochote ambacho kisheria kinawazuia hawa watu wawili kuingia katika ibada ya ndoa. Ama nguzo za ndoa, nguzo ya kwanza ni kuwepo wanaooana, yaani mwanamke anayeolewa na mwanamume anayefanya nini? Anayeoa. Nguzo ya pili ni ijabu, tamko la kuozesha, yale maneno anayosema walii kumwambia mume muoaji, na kuozesha binti yangu fulani binti fulani kwa mahari mliokubaliana. Hiyo inaitwa ijabu. Na kabuli ni tamko la kukubali kuoa, yale maneno anayoyasema muoaji kukubali kwamba nimekubali kumuoa binti yako fulani binti fulani kwa mahari tuliokubaliana. Yakitimia mambo haya, basi ndoa imefanya nini? Imetimia. Lisipotimia lolote katika mambo haya, ndoa hiyo haijatimia, na mkiishi mnaishi kwenye uzinifu ambao mmeurasimisha kwa kuwaita watu, lakini mbele ya Allah hiyo haihesabiki kuwa ni nini? Kuwa ni ndoa. Kwa hiyo kabla hatujafunga ndoa, tuhakikishe haya masharti yote na nguzo zote tumezizingatia. Ama baada ya ndoa kufungwa, kuna mambo ni sunna kutekelezwa na wanandoa wawili waliofunga ndoa. Jambo la kwanza ni mume kumwekea mkewe mkono kichwani na kumwombea dua. Jambo la pili, kuswali rakaa 2 za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo la 3, kunywa maziwa mke na mume. Jambo la 4, kufanya karamu ya harusi, walimatu alharusi. Na jambo la 5 ni sunna kwa wanawake kuimba na kupiga dufu.
kwa kumfurahia huyo biharusi wao. Almuhimu, dufu hilo lichunge mipaka ya Allah subhana wa ta'ala. Nyimbo ziwe za staha, upigaji uwe wa adabu, na uchezaji uwe wa heshima. Lakini dufu limeruhusiwa wanawake kulipiga panapokuwa na nini? Na harusi. Ni sehemu ya kuitangaza ndoa. Ama jambo la mwisho nitakalolizungumza leo ni wajibu wa mke kwa mume na wajibu wa mume kwa mke. Katika wajibu wa mume kwa mke na mke kwa mume umegawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wajibu wa pamoja. Yaani kuna mambo ambayo kwa pamoja mke na mume wanawajibika kufanyiana. Lakini ya pili ni wajibu wa mume, na ya tatu ni wajibu wa mke. Tukianza na wajibu wa pamoja, yale mambo ambayo wanatakiwa kufanyiana mke na mume, la kwanza kabisa ni ukweli. Mke na mume wanatakiwa kuishi kwa kushikamana na ukweli. Mume awe mkweli kwa mke wake na mke awe mkweli kwa mume wake. Kusiwe na kudanganyana baina ya mke na mume. Uongo pekee ulioruhusiwa baina ya mke na mume ni uongo wa kimahaba tu. Ule wa kudanganyana, mke wangu wewe mzuri kuliko wanawake wote duniani, wakati hata sio kweli. Ule uongo wa kuambiana nikikuona wewe na kuona kama twiga mmoja anatembea hivi. Mke wangu wewe sijui uko hivi, uko hivi, uko vile. Huo uongo wa namna hiyo umefanya nini? Umeruhusiwa. Lakini uongo wa kudanganyana mambo ya muhimu, mambo ya msingi, mambo ya kisheria, uongo wa namna hiyo umefanya nini? Umekatazwa. Mke na mume wanatakiwa kushikamana na ukweli, kwa sababu uongo ni katika alama ya mtu mnafiki. Ama wajibu wa pili ni kupendana, kuhurumiana na kupeana utulivu. Mke na mume wanatakiwa kuonyeshana mapenzi. Mke na mume wanatakiwa kuhurumiana. Mke na mume wanapaswa kupeana utulivu. Na hili amelieleza mwenyewe Allah subhana wa ta'ala katika surati Rum, sura ya 30 aya ya 21, pale aliposema wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mke na mume mnapaswa kupendana mapenzi ya kweli. Mnapaswa kuonyeshana true love. Yaani umpende mwenzio mpaka ahisi sasa mimi napendwa. Umfanyie mwenzio mambo mpaka aone kwamba mimi kwa huyu mama nimefika, Kigoma mwisho wa nini? Mwisho wa reli. Huo ni wajibu ambao mke anapaswa kuwa nao kwa mume wake na mume anapaswa kuwa nao kwa mkewe. Lakini mke na mume anapaswa kuhurumiana katika mambo tofauti tofauti. Sio mwenzako anaumwa wewe hujali, mwenzako amefiwa wewe hujali, mwenzio amekutwa na changamoto fulani wewe hujali. Utakuwa umekosa huruma. Na mapenzi na huruma vinapokosekana, na utulivu nao unakosekana. Hakuna utulivu pasipo mapenzi, hakuna utulivu pasipo huruma. Ama wajibu wa tatu, uaminifu. Na mke awe mwaminifu kwa mumewe. Kila mmoja anapaswa kuchunga amana
aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, amana ya ndoa mliokuwa nayo. Uaminifu unaanzia kwenye kuchunga hiyo miili. Uaminifu unakwenda kwenye kuchunga mali. Uaminifu ukikosekana, ndoa inapoteza dira na nini? Na mwelekeo. Anapokuwa mume si mwaminifu, akawa na michepuko ya huku na kule, ndio sababu ya kuleta maradhi ndani ya nini? Ndani ya nyumba. Anapokosa mke uaminifu, akawa ni mwenye michepuko na yeye huku na kule, ndipo ndoa inapopoteza dira na nini? Na mwelekeo, na ndipo maradhi yanakuja ndani ya nyumba. Lakini nyumba ambayo imeshikwa na wanandoa ambao ni wachepukaji, inakosa baraka, inakosa rehma, na riziki inapungua, kwa sababu uzinifu unaleta umaskini. Kwa hiyo wanandoa wanapokuwa na uaminifu, na baraka ndani ya ndoa inaongezeka, kwa sababu Allah amesema hivyo. Ama jambo la 4 ambalo ni wajibu wa pamoja wa mke na mume ni tabia njema. Mke na mume, kila mmoja anapaswa kuishi na mwenzie kwa wema. Wafanyiane wema, na wema unabeba mambo mengi. Wema unabeba kupeana zawadi. Wema unabeba kufanyiana mambo ya kufurahishana. Wema unabeba kusaidiana katika shida na raha. Kwa hiyo mke na mume wanapokuwa na tabia zilizokuwa njema, ndoa inakuwa ni bora zaidi, na zinapokosekana, ndoa inapoteza dira na mwelekeo. Ama jambo la 5 ni kuhifadhiana siri. Mke na mume, kila mmoja anapaswa kuwa sanduku la siri za mwenzie. Kuna mambo watu wote wanaweza wasiyajue kuhusu mumeo, lakini wewe kwa sababu mnashirikiana kila kitu utayajua. Na kuna mambo watu wote wanaweza wasiyajue, lakini mume kwako wewe akayajua. Yale mambo ni siri, ni amana, haupaswi kuyatoa nje. Lakini katika siri kubwa inayotakiwa kulindwa baina ya mke na mume ni yale mahusiano yenu ya chumbani. Mahusiano yenu ya chumbani hayapaswi kujulikana nje. Cha ajabu leo unamsikia mwanamke anawaambia wanawake wenzie, mume wangu mimi anakibamia hata anirezeshi. Huyo unayemwambia unataka akusaidie nini? Unatoa aibu ya nani? Ya mumeo. Unamfedhehesha mumeo kwenye macho ya jamii. Akipita barabarani anatembea, watu wanasema yule mwenye kinini? Mwenye kibamia. Wanawake wanakaa kwenye vigenge vyao vya kupaka piko, vigenge vyao vya kusukana, wanaelezana namna wanavyostareheshwa na waume zao huko chumbani. Hii ni aibu na fedheha. Mwanamke kueleza mambo yako ya chumbani unayoyafanya baina yako wewe na mumeo. Yale mambo ni siri, hayapaswi kujulikana isipokuwa kwenu nyinyi watu wawili. Watatu hapaswi kujua, unless kuna tatizo kwenye hayo mahusiano, unatafuta suluhisho la hilo tatizo. Lakini katika kutafuta suluhisho, hupaswi kulitangaza kwa kila mtu. Utafute mtu mmoja, mtu mzima, mwenye adabu zake, ndo umweleze ili aweze kukusaidia mbinu ya kuondosha hilo tatizo. Ama jambo la 6 ni kutoshelezana katika tendo la ndoa. Ni wajibu wanandoa, mke na mume, kila mmoja kumtosheleza mwenzie.
ili amuepushe mwenzie na macho ya nje. Wakati wengine wanaume wanaingia kwenye uzinifu au wanawake wanaingia kwenye uzinifu kwa sababu ya kushindwa kutoshelezana huko ndani. Kwa hiyo kila mmoja kati ya mke na mume anapaswa alisome tendo la ndoa vizuri, anapaswa alijue vizuri, na unapaswa umjue mwenzako mambo gani ambayo ukimfanyia yanamfikisha kunako na mambo gani hayamfikishi. Wanandoa mnapaswa kuwa wawazi katika kuliendea jambo, ili kila mmoja anapokutana na mwenzie basi awe ni mwenye kuridhika. Huo ni wajibu wa 6 ambao mke na mume wanapaswa kushirikiana. Ama tukienda sehemu ya pili, wajibu wa mume kwa mkewe. Yale mambo sasa ambayo mke anatakiwa kufanyiwa na nani? Na mumewe. Mume anapaswa kumfanyia mke wake. Jambo la kwanza ni uangalizi. Katika lugha ya kisheria inaitwa nafaka. Uangalizi unabeba kumlisha mke, unabeba kumvisha mke, unabeba kumpatia mke makazi, lakini unabeba kumpatia mke mahitaji yake muhimu na ya lazima. Hata matibabu kwa mke yanaingia katika nafaka. Mume anawajibika kisheria kumhudumia mkewe. Mke hajihudumii, mke anahudumiwa. Mwanamume anapochukua dhamana ya kuchukua binti wa watu kwa baba yake na akasema mimi ni mume, maana yake anachukua majukumu aliyokuwa nayo baba, anayabeba yeye. Baba alikuwa akimlisha binti yake, baba alikuwa akimvisha binti yake, baba binti yake alikuwa akiumwa anamuuguza. Wajibu huo unahamia kwa nani? Kwa mume. Wajibu huu unakuwepo kwa mume hata kama huyu mwanamke anafanya kazi. Wajibu huu unakuwepo kwa mume hata kama huyu mke ni mfanya biashara, tena mfanya biashara mkubwa. Kuwa mke ana kipato, kuwa mke ni mfanyakazi, kuwa mke ni mfanya biashara hakujauondosha wajibu wa mume kwa nani? Kwa mke wake. Katika Uislamu hakuna masuala ya 50-50. Katika Uislamu mume anabeba dhamana yote ya kuhudumia nini? Familia. Mwanamke akiamua kusaidia anasaidia kama sadaka, lakini yeye kisheria hawajibiki. Anayewajibika ni mume ndani ya nyumba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mwanamume ni msimamizi wa nani? Wa mwanamke. Usimamizi sio kwenye kumwambia tu usifanye hiki, usiende pale. Usimamizi unaanzia kwenye kumhudumia huyu mwanamke mambo yote ya msingi na ya lazima anayotakiwa mke ahudumiwe. Lakini sisi wanawake tunaohudumiwa sasa, tusiwatie waume zetu taklifu. Ijue hali aliyokuwa nayo mumeo na nenda naye kwa mujibu wa hali aliyokuwa nayo. Na pale mumeo anapokwama, basi usione vibaya kama wewe una kipato kuweza kumsaidia. Huo ndio wema, huo ndio uchamungu, na hayo ndio mapenzi yenyewe. Ama wajibu wa pili wa mume kwa mke wake ni kumwelimisha. Mume anawajibika kumpatia mkewe mafunzo, hususan elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Amfanye mkewe amjue Mwenyezi Mungu,
amfanye mkewe ampende Mwenyezi Mungu, amfanye mkewe ajue namna ya kutekeleza ibada mbalimbali. Huo ni wajibu wa pili muhimu wa mume. Kama anaweza, amfundishe mwenyewe. Hawezi, amtafutie walimu wa kumfundisha au amtafutie darasa mkewe akasome. Ama wajibu wa tatu ni kumhifadhi mke wake kwa kila njia. Mume ndiye mlinzi na msimamizi namba moja wa mke. Anapaswa kumlinda mkewe, anapaswa kumsimamia mkewe asikumbwe na shari ya aina yoyote. Kama baba alikuwa amebeba dhamana ya kumlinda binti yake, dhamana hiyo inahamia kwa mume baada ya mwanamke kuolewa. Ama jambo la nne ni kuishi naye kwa wema. Mume anawajibika aishi na mke wake kwa wema. Asimpige, asimtukane, asimfedheheshe, asimtukanie wazazi wake, asimdhalilishe mbele za watu. Anapaswa mume aishi na mke wake kwa wema. Lakini jambo la tano, ikiwa mume ana mke zaidi ya mmoja, basi anapaswa kuwa mwadilifu kwa hao wake. Awatendee hao wake wote kwa usawa na uadilifu. Ampe kila mke haki yake anayostahiki. Aishi nao wote, kama ni wawili, kama ni watatu, kama ni wanne, kwa wema. Asimpendelee mke mmoja dhidi ya wake wengine, au asiwapendelee wawili dhidi ya wake wengine. Mume hata kama kuna mke anampenda zaidi, hatakiwi kumpendelea. Atakiwa mpende tu, lakini asifanye nini? Asimpendelee, kwa sababu huu ni wajibu wa kisheria, na asipofanya hivyo atafufuliwa siku ya Kiyama ubavu wake mmoja umeoza. Tukija upande wetu sasa, wajibu wa mke kwa mumewe. Wajibu wa kwanza wa mke ni kumtii mumewe. Mke anawajibika kumtii mume wake. Katika kumtii mume kuna beba mambo mengi, lakini hapa nitayataja matano. Jambo la kwanza, ukielekezwa na kuagizwa na mume jambo lolote la halali, basi unapaswa kumsikiliza na kutii katika kulitenda jambo hilo. Pili, mume akikukataza jambo na jambo hilo haliendi kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi unawajibika kuacha. Lakini tatu, hauruhusiwi kufunga swaumu yoyote ya sunna bila ruhusa ya mume. Nne, huruhusiwi kutoka ndani ya nyumba bila ruhusa ya mume. Na tano, huruhusiwi kuingiza watu katika nyumba yenu bila mume kufahamu. Haya ni mambo matano yanayobeba twaa. Mke anapaswa kumsikiliza mumewe, kumuomba ruhusa katika mambo ya msingi. Hiyo ni katika wajibu wa kwanza kabisa wa mke. Twaa inapokosekana ndani ya nyumba, nyumba inapoteza dira na mwelekeo. Kwa hiyo wanawake tunawajibika kuwatii waume zetu. Mambo ya ruhusa yangu baibui hayapo katika nini? Katika Uislamu. Omba ruhusa kwa mumeo, akikuruhusu ndio uvae hilo baibui ili uweze kutoka. Jambo la pili ambalo ni wajibu wa mke kwa mumewe, mumewe wakati wowote atakapomhitaji kwa ajili ya tendo la ndoa, anapaswa amkubalie na amtimizie. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mwanamke atakayeitwa na mumewe kitandani
akamkatalia bila udhuru wowote wa kisheria, mwanamke huyo atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Kwa wanawake tunapaswa kujiepusha na kujilinda na zile habari za sijisikii, nimechoka bwana wewe. Ile ni haki namba 1 ya msingi anayotakiwa mke kuitimiza kwa mume. Kwa tunawajibika kuitimiza haki hii kama hatuna dharura ya kisheria. Na dharura za kisheria ni ima upo kwenye ada yako ya mwezi, au kwenye ada yako ya uzazi, au unaumwa. Nyingine zote si kuchoka sijui nini, sio dharura za kisheria. Ama wajibu wa 3, kuto kumuudhi mume. Mwanamke unatakiwa kujitahidi ala kulli hali usiwe sababu ya maudhi kwa mumeo. Katika hadithi tunafundishwa mwanamke anapomuudhi mumewe huku duniani, mke wa mwanaume huyo katika wale wanawake wa peponi mahurul ain huwa anakuambia, wewe mwanamke wa duniani usimuudhi, Allah akulaani, huyo tumekuazima tu kwa muda, na muda si mrefu atachana na wewe, atakuja kwetu tutamstarehesha. Kwa unapomuudhi mumeo duniani, wake wa mume huyo katika mahurul aini wanakasirika na wanakuombea laana kwa Allah subhana wa ta'ala. Kwa tujitahidi zile sababu zote za kuwaudhi na kuwakera waume zetu tuepukane nazo. Ama wajibu wa 4 ni kumzalia na kumlelea watoto. Mke unawajibika kumzalia mumeo ikiwa huna dharura yoyote ya kukuzuia kuzaa, na unapaswa kuwalea hao watoto. Anaowajibika katika malezi namba 1 ni mama. Mama ndiye mlezi mkuu na baba ni msaidizi katika nini? Katika malezi. Yeye anatakiwa afacilitate, wewe ufanye. Na ndio maana tukaambiwa al-ummu madrasa, mama ni chuo. Kuwa chuo maana yake wewe ndiye wakupandikiza wema kwa nani? Kwa mtoto. Na wema huu unapandikizwa tokea mtoto akiwa ndani ya tumbo lako. Ule wema unaoufanya ukiwa mjamzito unamwathiri mwanao katika wema akiwa katika tumbo lako. Wema huo unatakiwa kuuendeleza mtoto anapozaliwa kwa kumfanyia yale mambo yote ya msingi yanayofanyiwa mtoto anapozaliwa. Wema huo unatakiwa kuendelezwa siku zote mpaka mtoto wako wa kiume utakapompa mke na mtoto wako wa kike utakapompa mume. Na hata baada ya kuwaozesha bado unawajibika kufuatilia maisha yao kwa wema ili ndoa zao ziwe nzuri na zenye salama na amani. Ama jambo la 5 ni kumhudumia mume. Mwanamke unawajibika kumhudumia mumeo. Unawajibika kuyafanya yale mambo ya msingi ya ndani ya nyumba. Kuifanya nyumba kuwa na muonekano mzuri, kuifanya nyumba kuwa safi na nadhifu, kufanya mpangilio wa nyumba yako uwe ni mzuri, kusimamia katika kuandaa chakula na vinywaji. Hata kama wewe sio mpishi, lakini usimamie papikwe vizuri. Lakini ukiweza kupika mwenyewe ni aula zaidi. Ama jambo la 6, hamu yako kubwa iwe ni kuiendesha nyumba yako vizuri. Mwanamke unapaswa mbele ya mumeo kuwa na muonekano mzuri na wenye kupendeza. Mwanamke mwema ni yule ambaye mumewe akimwangalia anapendeza, akimnusa ananukia.
muonekano wake mbele ya mumewe ni wenye kuvutia, anaipika chakula kizuri na chenye kumvutia mume wake. Mwanamke mbele ya mumeo unapaswa kuwa kama malkia mzuri, unanukia vizuri, unapendeza. Kila kiungo chako cha mwili unapaswa ukipe haki yake ya kukipamba unapokuwa na mumeo. Jicho lako ulitie wanja, mdomo wako uutie rangi ya mdomo, kauso kako hako ukatie poda kapendeze, sikio lako ulitie hereni, shingo yako uitie cheni, kiuno chako ukiweke shanga, mguu wako uutie kikuku, mkono wako uvishe bangili, vidole vyako uvitie pete na uvitie hina, nywele zako uzisuke vizuri na uzibane vizuri, ziwe ni zenye kupendeza na kuvutia. Lakini unapokuwa na mumeo ukikitia kitopu, hali inakuwaje? Wachanganyeni wale watoto wa wanawake wenzenu ili wajue kwamba hawajakosea kuwachagueni nyinyi kuwa ndio wake zao. Kwa tunapaswa kuwahudumia waume zetu na kufanya nyumba zetu kuwa ndio sehemu nzuri zaidi na salama zaidi ya waume zetu kukaa. Lakini jambo la mwisho ni kuwapenda wazazi na ndugu waume zetu. Katika mtihani mkubwa tulionao kwenye jamii ni wanawake kuingia kwenye ndoa na mentality kwamba adui yake namba 1 ni mama mkwe, adui yake namba 2 wifi, alafu namba 3 shemeji. Mama mkwe ukimfanya adui na wewe atakufanya adui yake vile vile. Ukimfanya mama atakufanya mwanangu, ukimfanya mama wa mwenzako atakufanya mtoto wa mwenzie. Msichokijua, mama mkwe ukimfanya rafiki anakuwa ni kinga na ngao yako kwa mwanae. Mama mkwe ukimfanya rafiki akakuona wewe haswa unafaa kuwa mwanae, ndio atakayekuwa anamwambia mwanae, wewe mbona unamfanyia hivyo mwenzio? Lakini kama umemfanya adui, yeye ndo anakuwa adui namba 1. Atafika mahali atamwambia mwanae, kama haukukaa kwenye tumbo langu muache huyo mwanamke. Umeachwa hujaachwa? Lakini kama unaishi naye kwa ama, atamwambia hivyo hivyo, kama ukaa kwenye tumbo langu ole wako umwache huyu mwanamke. Umepata kinga hujapata? Tunapaswa kuishi nao kwa wema hata kama wao hawaishi na sisi kwa wema. Wema ni akiba. Wema unapendeza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mfanyie wema, hata kama yeye anakufanyia ubaya, Mwenyezi Mungu ataugeuza huo ubaya wake utakuja kuwa wema. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ndoa zetu ziwe na kheri na salama, azijalie ndoa zenye maelewano na masikilizano. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.